Bado nakumbuka alasiri ile baba yangu alirudi nyumbani na zawadi isiyo ya kawaida. Kulikuwapo na boti iliyotia nanga huko Norfolk, Virginia, ambako wazazi wangu walikuwa wakihudumu kama wamisionari kwa wanajeshi, na baba yangu alipewa shina la ndizi kutoka kwa moja ya boti hizo zilizotia nanga pale. Mimi sikuwa nimewahi kuona kitu kama hicho. Ilikuwa labda urefu wa futi 3 hadi 4. Alileta ndani na kuining'iniza chini kwenye basementi ya nyumba yetu ambako kulikuwa na baridi, na akaniambia mimi pamoja na kaka zangu tuiachane nayo na tusile ndizi yoyote. Sasa mmoja wa marafiki zangu wa utotoni, mtoto mwingine wa kimisionari, alitokea kuwa pale alasiri hiyo, na nikamwonyesha shina hilo likining'inia kutoka kwenye mti ambao baba yangu alikuwa ameweka pale kwenye basement. Tukaamua itakuwa sawa kula angalau moja kati ya hizo. Naam, tulikula, kisha tukafikiria tunaweza kula nyingine na kisha nyingine tena. Sasa tufanye nini na maganda ya ndizi ili tusikamatwe? Naam, tuliyatupa nyuma ya piano ile ya zamani pale kwenye basement ambako nilitumia saa nyingi kufanya mazoezi. Nilijua piano hiyo haitahamishwa na hakuna mtu atakayejua. Naam, miaka mingi baadaye wazazi wangu walipohama, walishangaa kugundua maganda haya yote ya ndizi yaliyokauka nyuma ya piano. Naam, wakati huo nilikuwa mtu mzima na nimeoa. Mara moja nilikumbuka na kuambia kilichotokea. Naam, mama yangu alikumbuka kitu pia. Akasema hiyo inaeleza. Siku zote nilijiuliza kwa nini usiku ule baada ya chakula cha jioni, ingawa ulipenda puding ya ndizi, hukutaka kitindamlo chochote hata kidogo. Naam, acha nikwambie, dhambi ina njia ya kufichuliwa hatimaye. Kwa kweli, Biblia inasema unaweza kuwa na uhakika dhambi yako itakupata. Hesabu 32:23. Watu wa Israeli walikuwa watu wenye upendeleo. Mungu aliwapatia matunda kama ilivyokuwa nchi yenye rutuba sana, pamoja na baraka za uwepo wake na ulinzi wake. Lakini upendeleo wao wote haukumaanisha kwamba wangeweza kutenda dhambi bila kuwajibishwa. Kwa kweli, mwandishi mmoja aliweka hivi: upendeleo huleta wajibu na wajibu huleta uwajibikaji. Sasa hapa katika Ezekieli sura ya 15 hadi 17, Bwana atasisitiza ukweli kwamba wanawajibika. Yerusalemu itaanguka, watu wa Yuda wataenda uhamishoni. Matumaini ambayo wale wote waliohamishwa Babeli wanayo kwamba Yerusalemu haitaharibiwa, basi matumaini hayo yatavunjika. Maganda ya ndizi, kwa kusema hivyo, yamegunduliwa. Mungu anasisitiza hoja yake kwa kumpa nabii Ezekieli mifano mitatu ya kuhubiri kwa hawa waliohamishwa. Kwanza, hii ndiyo tutakayoita mfano wa mzabibu usiokuwa na thamani. Sasa hii inapatikana hapa katika sura ya 15 na inafuta mawazo yoyote kwamba Bwana atazuia hukumu juu ya Yuda na Yerusalemu kwa sababu tu basi wao ni watu wake. Hapa katika mstari wa 2 Bwana anauliza swali hili: je, mbao za mzabibu zinapita mbao nyingine yoyote? Tawi la mzabibu lililo kati ya miti ya msituni? Naam, jibu ni dhahiri. Alifanyi hivyo. Mzabibu hauna thamani kama mbao nyingine. Huwezi kujenga samani, huwezi kujenga nyumba na mizabibu midogo midogo. Mzabibu ni mzuri tu kwa kuzalisha matunda, na mzabibu usiozalisha matunda kwa kweli hutumika kwa kuwasha moto. Naam, hadi sasa watu wanaoishi Yuda bado wameepuka moto kwa kusema mara mbili wakati wa Babeli walipokuja na kuchukua idadi ya mateka mnamo 605 na kisha waliporudi tena mnamo 597. Lakini hawataepuka uvamizi watatu wa Wababeli. Hii ni wakati ambapo Yerusalemu na hekalu vitachomwa kabisa. Tazama, watu hawajazaa matunda ya kiroho. Kwa hivyo Bwana anasema hapa kwao katika mstari wa 7, moto utawateketeza na nitaifanya nchi kuwa ukiwa, kwa sababu wamefanya kwa kutokuwa waaminifu. Kwa maneno mengine, atachoma mzabibu. Sasa ikiwa mtu yeyote anafikiria hii ni kali kidogo kutoka kwa Mungu, basi kiwango cha dhambi yao kinaelezewa katika mfano sasa wa mke asiye mwaminifu.
Hii ni sura ya 16. Hapa Bwana anaonyesha Yerusalemu, yaani watu wa mji kama mwanamke. Alianza kama mtoto wa kike asiyehitajika. Katika mfano huu Mungu anamwokoa msichana, anamtunza, anamlea, mistari ya 3 hadi 7. Na sasa hapa katika mstari wa 8 anasema, nilipopita karibu nawe tena na kukuona, tazama, ulikuwa katika umri wa kupendwa, nami nikakutandikia pembe ya vazi langu juu yako. Nilifanya nadhiri yangu kwako, nikaingia katika agano na wewe, nawe ukawa wangu. Haya, hii ni picha ya agano la ndoa. Mungu ni kama mume na taifa la Kiyahudi ni bibi arusi wake. Lakini sasa kuna mabadiliko ya ghafla katika mstari wa 15 ambapo tunasoma maneno haya ya kusikitisha, lakini uliamini katika uzuri wako na ukacheza ukahaba kwa sababu ya umaarufu wako. Kwa maneno mengine, aligeuka na kumwacha Bwana na akaenda kwa miungu mingine, kama vile mke asiye mwaminifu atakavyokwenda kwa wanaume wengine. Alijenga madhabahu za kipagani kwa miungu mingine. Mstari wa 16 unatueleza yeye alitengeneza sanamu na kutoa sadaka kwao. Mistari ya 17 hadi 19. Hata alitoa watoto kafara kwa miungu hii ya uongo hapa katika mistari ya 20 hadi 21. Zaidi ya hayo, sasa anatafuta ulinzi kutoka kwa mataifa mengine badala ya kutafuta ulinzi kutoka kwa mume wake, yaani Mungu mwenyewe. Mistari ya 26 hadi 30. Sasa haya yote yanaelezea kile kilichotokea kwa kweli kupitia karne. Licha ya maombi ya manabii wa kweli wa Mungu, Yerusalemu inaendelea kuzama zaidi na zaidi katika kutokuwa mwaminifu na ibada ya sanamu, na yeye anatoa sasa lawama kali hapa katika mstari wa 52 kwamba kutokuwa mwaminifu kiroho kwa Yerusalemu kulifanya uasherati wa Samaria na Sodoma uonekana kuwa wenye haki. Kama unaweza kufikiria hivyo. Ni kama mtu akikuambia, unajua, maisha yako ni maovu sana, unamfanya Adolf Hitler aonekane mzuri. Hiyo ni shutuma ya kushangaza ya kutokuwa mwaminifu kiroho na uasherati wa Yerusalemu. Sasa ingawa ilikuwa mbaya na walikuwa wenye dhambi, hapa unayo katika mistari ya mwisho ya sura hii ahadi ya urejesho wa baadaye. Sasa ahadi hii itaangalia mbali katika siku zijazo, hadi katika ufalme wa milenia wa Kristo, wakati taifa la Yerusalemu litakalotubu litarejeshwa, na Bwana anaweka hapa, tunavyoambiwa, agano la milele na watu wake, kulingana na mstari wa 60. Sasa kwa siku za sasa, hata hivyo, Ezekieli anarudi kwenye mifano yake ya hukumu ya Mungu inayokaribia juu ya Yerusalemu, na sasa anatoa mfano wa 3 hapa katika sura ya 17. Hii ni kile tunachoweza kuita mfano wa tai wawili. Sasa katika mfano huu uliotolewa kwa Ezekieli, tai mkubwa anachukua kilele cha mti wa mwerezi, anakipeleka kwenye mji unaostawi na anakipanda huko. Tai huyo kisha anachukua mbegu na kuipanda mahali ambapo inakuwa na kuwa mzabibu wenye afya. Sasa katika hatua hii, tai mwingine anaonekana na anavutwa na mzabibu ambao unataka kunyweshwa na tai huyu wa pili. Sasa mfano huu unaitwa hapa katika mstari wa 2 kitendawili, na kwa hakika ni vigumu kuelewa bila aina fulani ya maelezo. Na kwa bahati nzuri, Mungu anaelezea kuanzia hapa katika mstari wa 11. Tai wa kwanza ni mfalme wa Babeli, Nebukadneza. Kilele cha mti ni mfalme wa Yuda, Yehoyakini, ambaye anapinduliwa na kupelekwa Babeli. Nebukadneza anamweka Zedekia kama mfalme wa Yuda badala ya Yehoyakini. Sasa anamruhusu Zedekia na watu waliobaki Yuda kuendelea kuishi vizuri, mradi tu wanalipa kodi kwa Babeli. Sasa tai wa pili hapa anawakilisha Misri, na hiyo ni taifa ambalo Zedekia analiomba msaada ili kuasi dhidi ya Babeli. Sasa wakati Ezekieli anaandika haya, Zedekia bado hajaanza kuasi, lakini atafanya hivyo. Kwa kweli, Bwana anatangaza itakachotokea hapa katika mstari wa 16. Katika Babeli, yeye huyo ni Zedekia atakufa. Farao pamoja na jeshi lake lenye nguvu hatamsaidia vitani. Anaongeza hapa katika mstari wa 21, majeshi yake yataanguka kwa upanga na waliosalia watatawanyika kwa kila upepo.
Sasa wapendwa, hata baada ya kutoa unabii huu wa kuhuzunisha wa hukumu ambayo inakuja hivi karibuni juu ya Yuda, kuna ujumbe wa matumaini ya baadaye. Mstari wa 22 unasema, hivi ndivyo asemavyo Bwana Mungu, mimi mwenyewe nitachukua chipukizi kutoka kwenye kilele cha mwerezi na nitakipanda. Nitalivunja kutoka kwenye kilele cha matawi yake machanga, chipukizi laini, na mimi mwenyewe nitalipanda juu ya mlima mrefu na ulioinuka. Juu ya mlima wa Israeli nitalipanda ili lipate kutoa matawi na kuzaa matunda na kuwa mwerezi mkuu. Ahadi hii inahusu siku ambayo Yesu Kristo Masihi atarudi kutawala dunia yote. Lakini muda wetu umeisha kwa leo, au karibu tu. Lakini hebu niongeze tu kwamba sura hizi hapa katika Ezekieli zinatuonya hadi leo tusitende dhambi dhidi ya neno la Mungu. Neno lake daima linatimia. Sasa inaweza kuonekana kama maganda ya ndizi ya dhambi hayatagunduliwa, lakini yatagunduliwa. Jambo bora kufanya ni kukiri dhambi zako kwa Kristo, mfalme wako ajaye, na uishi kwa ajili yake leo. Kweli, hadi wakati mwingine wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.